kabla sijazungumza niwaite watu wawili angalau wawasalimie. Mmoja ni mkuu wetu wa wilaya ya Ilala na mwingine anaitwa Sakap Mlilo, ZPC wa hapa Dar es Salaam. Kwa naomba Mlilo, Sakap, karibu, alafu atafuata mkuu wetu wa wilaya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hamtaki kuitikia? Narudia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila ambaye ni mkuu wetu wa kamati ya usalama. Protokoli yote ya viongozi wa Yanga naomba niitambue, nimeambiwa nisalimie. Nimeambiwa nisalimie, na mimi ujumbe wenu kwenu klabu ya Yanga kwanza ni kuwapongeza. Mimi napenda michezo, nimefurahishwa na mradi huu. Tunawaahidi tutashirikiana na ninyi. Mmetumia akili nyingi, mnawekeza, lakini kama kutatokea na vitendo vya wizi tutakuwa tunazunguka maeneo ya mradi kuhakikisha kwamba hakuna vitu vinaibiwa pale. La pili na la mwisho, kwa sababu ni salamu, mmefanya kazi nzuri kwenye michezo. Sisi tunaenda mara kadhaa pale uwanjani kwenye vitendo vya matukio yale mabaya hatujashuhudia. Tunaomba management muendelee hivyo hivyo, mwe na nidhamu viwanjani, msiwe kama zile timu zingine. Kuna timu waliwahi kung'oa viti kitendo kile sijasahau na upelelezi unaendelea. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Haya, asante sana. Naomba tena tumsikilize mkuu wa wilaya awasalimie pia wana Ilala. Kazi na utu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yangu na ndugu yangu Mheshimiwa Albert John Chalamila, nipende kutambua uwepo wa rais wa Yanga, lakini pia nipende kutambua uwepo wa rais wa GSM Group na itifaki nzima iliyotambulishwa hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi hapa ni nyumbani. Nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru kwa kuja kwenye shughuli hii muhimu sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, naomba tumpigie makofi mengi sana. Leo ulikuwa na ratiba nyingi hapa Dar es Salaam, lakini umeziacha zote, umekuja kwenye hii ratiba. Ni heshima kubwa sana ambayo umewapa wana Yanga. Tumpigie makofi tena. Kwa kuwa hapa ni nyumbani, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mimi la kwanza naomba tupelekee shukrani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wana Ilala wote, kwa mpango wake wa kuboresha eneo hili la Jangwani, na wewe utapata nafasi ya kuieleza. Sisi wana Ilala tuna Yanga na GSM wanakwenda kukifanya ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika eneo hili la Jangwani. Tupelekee shukrani za dhati kwa rais wetu. La pili, wewe ndio bosi wangu. Nikuhakikishie katika kipindi chote hiki cha ujenzi wa uwanja huu
tutashirikiana sana na viongozi wetu kuhakikisha uwanja huu unajengwa, amesema Kamanda Murilo, na vitu vinalindwa, lakini pia kutoa msaada pale ambapo watahitaji kutoka kwenye taasisi nyingine za serikali. Nikiwa msaidizi wako Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, na yale maelekezo utakayoyatoa leo kwenye hili tukio nitaenda kuyasimamia kuhakikisha yanakwenda kutekelezwa. La mwisho, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, enzi za utoto wangu hapa nyumbani, lakini huko nilipokuwepo kwa eneo hili la nyumbani, kwa sababu mimi na watu wawili hapa, ukitoka hapa mtaa unaitwa Wananchi, zamani ulikuwa unaitwa Jangwani, siku hizi unaitwa mtaa wa Wananchi. Alafu hapo mbele kuna mtaa wa Watani. Sasa kutoka mtaa wa Wananchi unakutana na mtaa wa Watani, wote wako Ilala na mimi ndio mkuu wao wa wilaya. Zamani, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, enzi za utoto, kwenye hii klabu nilikuwa nawachukua wale wachezaji wale kwenye mipicha wale wa magazeti ya Mzalendo, sijui Uhuru, unakata alafu unachukua na uji unabandika kwenye vile vitabu vya posta vile vyenye namba za simu. Lakini kwenye kile kitabu darasani, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wenzetu walikuwa wanakagua, wanaangalia picha za watu gani wengi umewaweka kwenye kitabu. Picha za wachezaji wengi za TikTok, mgoli na nini ulizoweka kwenye kitabu, darasani wenzio wanajua kumbe wewe mpenzi wa. Sasa na mimi nikajikuta nikawa na Haya, tumpigie tena makofi Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Basi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Young Africans, ndugu yangu Engineer Hersi, kwanza kwa kunialika kuja kushuhudia tukio hili kubwa na la kihistoria. Naomba tumpigie makofi sana. Lakini nishukuru sana pia Rais wa GSM Group ambaye yuko hapa leo, ndugu yangu Garib, kwa sababu naye amekuwa na mchango mkubwa ambao nitauelezea hivi punde muda sio mrefu. Nakushukuru sana. Lakini pia nishukuru sana uongozi wa TFF, na leo tunaye makamu wa rais wa TFF kwa maelezo yake pia ambayo ameyazungumza hapa kwa kumwakilisha rais wa TFF. Tunakushukuru sana kwa salamu zako. Lakini nishukuru sana pia kamati tendaji, kaka yangu Muniri, pamoja na wote ambao mmehudhuria hapa. Ni ushukuru sana pia uongozi wote wa GSM Group, ndugu yangu kaka yangu Yasiri, dada yangu Aisha, ndugu yangu Waziri, pamoja na dada yangu, jina linakuwa gumu kidogo lakini ningeweza kulitamka. Lakini washukuru sana pia viongozi wote, dada yangu kutoka Nemki, Dr. Lakini nimeambiwa pia mambo yote haya pia yanaruka mbashara. Nimshukuru sana pia kaka yangu Kahemele pamoja na uongozi wote wa Azam kwa kazi nzuri sana ambayo wameendelea kuifanya. Lakini pamoja na wote ambao mmehudhuria hapa kuja kushuhudia tukio hili ambalo ni kubwa mno. Kama ambavyo ndugu yangu Engineer Hersi alizungumza, mimi mpaka nafika hapa, niwe mkweli, sijui huwa nashangilia klabu gani mpaka nafika hapa. Lakini labda nieleze kisa kidogo kwa muda mfupi. Leo asubuhi wakati natoka nyumbani, nimemwaga mke wangu kwamba nakuja hapa kushuhudia tukio kubwa sana hili la utiaji wa saini kwa ajili ya kuanza kujenga uwanja utakaomilikiwa kama ambavyo historia ya rais wa Young Africans alivyoizungumza. Mke wangu alikuwa anaondoka kwenda kazini, lakini kakuta amenuna sana.
Sasa katika kusemeshana akajibu tu, na mchana usinipigie simu mambo ya kuniambia niandae chakula. Nikamwambia kule nako kwenda wameandaa na chakula, kwa hilo lisiwe tatizo. Kwa hiyo wakati tunakuja njiani, ule mzozo tuliokuwa nao kwa muda mfupi ikanifanya nianze kujua kwamba inawezekana amejua kuwa mimi pia ni wa nyumbani. Sasa na mimi kwa hasira sasa ile kuonyesha kwamba liwalo na liwe bwana, na mimi nikasema basi liwalo na liwe, na mimi niko huko huko. Kwa hiyo pamoja na mahasira ambayo nimekuja nayo kama sehemu ya kumkomoa, lakini nimeona tena kama vile kuna faida, bora ningesingetumia hasira, lakini kumbe ningefanya tu maamuzi ya bila hasira. Lakini kumbe wanasema hasira hasara, lakini katika lile niliona hasira imenifikisha mahali pazuri zaidi. Tupige tena makofi kwa Young Africans.